Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa ya kuchangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Vijana na Ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla ya kuanza, mimi naomba niweke nia ya kuzuia mafungu, na fungu la kwanza ni katika programu kuu ya 055 ambayo ni P01, uendeshaji na uratibu wa wizara. Programu ya pili ni P02 ambayo ni maendeleo ya vijana. Programu ya tatu ni ajira za staha na maendeleo ya ushirika. Lakini kwenye fungu 105 program P02 ambayo ni ushirikishwaji wa vijana katika uchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijaanza, labda tuwe na tanbihi kidogo kuhusiana na sensa ya watu na makazi ya 2022. Kuna vijana ambao ni 37%, lakini ukiangalia kuna gap ya dependency ya watoto ambao wako chini ya miaka 15 na wale ambao wako juu ya miaka 65. Maana hapa tuna dependency ya kama 70%. Hii ni sehemu ambayo wale sio tena wafanyakazi, wanaotegemea 37% pekee. Yaani ukiangalia kwa kijana ambaye ni umri wa miaka 15 mpaka 35, unampa kazi kubwa sana ya kuhakikisha ana produce, ili asilimia ya juu kule ambayo ni 40% takriban, na asilimia ya chini kabisa ambayo ni zaidi ya miaka 65 wanategemea lile kundi la 37%, ambalo kwa nafasi kubwa sana bado halijatendewa haki katika kupatikana kwa ajira ambazo zina staha, lakini ajira ambazo zinatengeneza maslahi ya mtu mmoja mmoja, lakini maslahi ya nchi kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, katika programu ya P01 kwenye uratibu wa mipango ya kisekta, sera na maendeleo ya vijana, wao walisema wanahakikisha watachukua vijana 360,000 katika kuhakikisha wanatengeneza sera zitakazowawezesha vijana hawa waweze kupata ajira. Lakini ukija kuangalia, unapoangalia vijana ambao tayari wamewekwa kwenye mipango ya uratibu na wale ambao watapewa mikopo, hakuna uwiano kabisa. Kutoka 360,000 mpaka 28,000, gepu ni kubwa sana. Sasa aje hapa tuambie waziri ni kwa namna gani ataweza kureconcile wale 360,000 ambao waliwekwa kwenye sera, waliwekwa kwenye uratibu wa kuhakikisha wanawezeshwa, na wale ambao kiuhalisia wa 28,000 ya vijana ambao watakaopata ajira. Aje atuambie, au watakaopata mikopo, kuhakikisha kwamba tunapotengeneza sera au tunapotengeneza sheria zinazohakikisha vijana wanapata kazi, wanapata ajira za staha na kujiendeleza, basi tusiwe na gepu ambalo linakuwa ni gepu kubwa ambalo linakuja kufanya ile asilimia ya dependency kule tulivyozungumza asilimia zaidi ya 70 inaongezeka. Mheshimiwa Naibu Spika, nitaenda katika sehemu ya pili ambayo ni P02 kwenye maendeleo ya vijana, na hapa nitazungumza kuhusu zile kazi kwenye maendeleo ya vijana. Tulisema hapa kuna kazi ambazo vijana watapewa, au kuna ajira ambazo vijana watapewa, lakini wakati tunatengeneza labda tunaratibu hizi programu za wizara, hatujaangalia hasa tunataka ajira za aina gani, kwa sababu unaweza kusema mtu unampa ajira ambayo haiwezi kumfanya yeye awe independent, yani awe na uwezo wa kujitosheleza yeye, wa kupata hifadhi ya jamii, lakini mwisho wa siku wa kuweza kumwezesha yeye ili aweze kuwasaidia wengine katika jamii yake. Na ukiangalia katika hotuba wala katika randama haikuzungumza kabisa ni ajira za aina gapi zitatoka katika sekta gani, wala haikuzungumzwa ni ajira za aina ngapi zitawawezesha wananchi au kitamwezesha kijana kiuchumi ili aweze kuondoka katika dimbwi la umaskini. Hicho kitu hakijazungumzwa, wala hakukuwa na sehemu yoyote ambayo inazungumza kuhusiana na utegemezi. Tunaona kwamba watu watapewa tu labda mikopo, watapewa ajira, lakini
wale wanaopewa mikopo wanapewa ajira, bado hawana uwezo wa kuondoka katika utegemezi. Unaweza kukuta ajira aliyopata au mkopo aliyopata hauwezi yeye kumwezesha ili kuondoka katika dimbwi la umaskini, lakini kuwawezesha wengine waweze kunufaika na ile kazi walioipata. Lakini katika fungu hilo hilo la P02 kwenye maendeleo ya vijana kuna baraza la vijana. Tukatae tukubali, baraza la vijana kwa muda mwingi sana, kama sio wote, limetumika kisiasa. Na kwa ubaya zaidi, sisi ndo vijana, sisi ndo tunakaa na vijana wenzetu na wanatuambia, wanazungumza hili swala, na wao wanasema kama unataka kazi hapa, uhakikishe kwamba una kadi ya CCM. Na ni ndugu zetu kabisa, wanazungumza kwamba ni lazima uwe na kadi ya system, hata kama haijawekwa kwenye sheria, hata kama haijazungumzwa kwenye katiba. Lakini haya mambo yanafanyika kinyemela, kitu ambacho kinatukosesha wengine fursa ya kuwa katika mabaraza ambayo yamewekwa kwa ajili ya ustawi wa vijana na wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, katika baraza hili la vijana kulikuwa kuna kazi ambazo zimepangwa kwenye wizara hii ya vijana, na kazi hizi kuna kazi za uratibu, lakini kila muda unapokwenda inaonekana kazi za uratibu zinapungua. Walisema katika mwaka 2026-2027 kazi za uratibu zitakuwa 1700, lakini ukija 2027-2028 kazi za uratibu zitapungua, manake vijana wanapungua katika baraza la vijana, inakuwa 386. Ukienda zaidi 2028-2029 kazi hizo zinapungua zaidi, manake na vijana pia watapungua katika baraza la vijana, wanakuwa ni vijana 230. Waziri aje kutuambia hapa ni kwa namna gani watahakikisha vijana wanashirikishwa katika maendeleo, kama kweli wana uwezo wa kuwarithisha wa vijana hawa ili waweze kufanya kazi katika shughuli za kimaendeleo. Ni kwa nini namba hii inapungua lakini fedha za uratibu zinaongezeka? Aje atuambie hapa waziri, atawezaje kufanya vijana hawa waweze kujitegemea katika hili baraza ili hali namba zao zinapungua kila siku, na ndio hotuba na randama zilivyoandika. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala la tatu ni ajira za staha na maendeleo ya ushirika. Kwenye ajira za staha tulikuwa tuna mashaka sana kuhusiana na definition ya ajira za staha, lakini kwa kuliangalia tu neno staha, manake ni ajira ambayo itakayokupatia wewe kazi ya kufanya ambayo haitateza utu wako. Lakini la pili, wakati unafanya hiyo kazi au unapata hiyo ajira, ni lazima uhakikishe kuna kiwango cha fedha kinabaki kwa ajili ya hifadhi ya jamii. Manake siku ambayo utaanguka na huwezi kufanya kazi tena, kuwe na kiasi ambacho kitakuwezesha wewe usiwe mtegemezi, bali uwe ni mtu ambaye unaweza kujiendeleza kwa namna nyingine ikiwa hutaweza kufanya tena kazi. Lakini swala jingine, katika ajira za staha kuna fursa za kimaendeleo. Manake unapopata ajira, iwe inakuwezesha ajira ile kufikiria, lakini kufanya jambo ambalo litakuongezea kipato zaidi, kitu ambacho kwenye hotuba ya waziri hakuzungumza kabisa ni namna gani anaweza kuhakikisha kijana huyu anaweza kupata hifadhi ya jamii. Aje waziri atuambie ni kwa namna gani ataweza kuhakikisha vijana ambao wanapata ajira zao zinakuwa na staha, ili atakapopata ajali kazini, atakapopata tatizo lolote kwenye kazi, kuwe kuna hifadhi ya jamii ambayo itamwezesha yeye kujikimu siku ambazo au miaka ambayo hataweza kufanya hizo kazi. Lakini katika fungu 105 ambalo ni wakala wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi Zanzibar. Asante. Namalizia Mheshimiwa Naibu Spika, kuna ushirikishwaji wa vijana katika uchumi, na tumeona hapa tatizo kubwa ambalo linatokea ni kwenye hii mikopo. Tulizungumza Naibu Spika, waziri alivyokuwa anazungumza kwenye hotuba yake, alizungumza kwamba kulikuwa kuna mikopo ambayo imetarajiwa
kupewa kwa mwaka 2026-2027 ilikuwa ni bilioni 47.3, lakini bilioni 47.3 ukiangalia na watu ambao watakaopata mikopo ni 28,000, na ukiangalia 2027-2028 hizo fedha zitapungua na kuwa bilioni 30 na watu watakuwa 23,000. Lakini aje atuambie yeye atawezaje kuangalia ni kwa namna gani vijana wanaweza kupata hii mikopo, na tushasema 37% ya vijana ya population hawa ni vijana ambao wanahitaji ajira, lakini wanahitaji kazi za staha. Atueleze ni kwa namna gani ataweza kudistribute bilioni 47 kwa watu 28 na kuhakikisha lile gepu lililobaki linapata ajira za staha, lakini pia kupata hifadhi ya jamii. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi siungi mkono hoja mpaka pale nitakapopata majibu kutoka kwa waziri. Asante na kushukuru pia Dr. Nasra.